Rafiki mpendwa na mtazamaji, tunakukaribisha tena kwenye channel yetu hii. Mungu apate kukubariki. Tunakuja tena na somo nzuri ambayo itasaidia afya yako, na somo hili ni kugeuza mwelekeo kwa ajili ya afya yako. Na leo tumekuja na fundisho nzuri ambayo inaongelea kuhusu ugonjwa wa kisukari. Na mbele tuanze fundisho letu hii, tutaenda kwa maombi. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu unatupenda na umemkubalia mtazamaji apate kufuatilia masomo hii kwa saa hizi. Jina lako lihimidiwe. Upate kumbariki na somo hili lipate kumsaidia kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Leo tunakuja na somo ambalo linaelezea kuhusu ugonjwa wa kisukari. Na ugonjwa huu umekumba watu wengi, sio wazee tu, lakini ni umekumba watu kwa miaka tofauti. Na ugonjwa huu wa kisukari ni nini? Ugonjwa huu wa kisukari ni ugonjwa ambao unatokana na wakati insulini inapokuwa kidogo kwenye mwili, au wakati mwili inatoa insulini na mwili inashindwa kutumikisha insulini hiyo. Insulini ni mfumo ambayo inasaidia mwili kwa kutumia glikoze ili mwili upate kuwa na nguvu. Na tuende kwenye aina kuu za kisukari. Aina ya kwanza ni kisukari ya aina ya kwanza. Kisukari hii inaonekana wakati mwili hautengenezi insulini ya kutosha. Na wakati mwili hautengeneze insulini ya kutosha, mtu ambaye ameshikwa na ugonjwa huu wa kisukari ya aina ya kwanza ilimbidi aweze kupata insulini kwa wingi ili mwili wake uweze kuenda vizuri, ili apate kuwa na maisha. Aina ya pili ni wakati mwili unatengeneza insulini na hauitumii vizuri insulini hiyo. Aina ya tatu ni wakati kisukari inapomshika yule ambaye amekuwa mjamzito. Insulini wakati wa ujauzito, na ndio maana ilimbidi mama mjamzito aweze kwenda kuwaona wataalamu wa afya ili aweze kusaidia mwili wake asishikwe na aina hii ya kisukari. Sasa ni nini kinachoongeza hatari ya kisukari? Na tutaongelea zaidi sana kuhusu aina ya pili. Na kitu ambacho kinaongeza hatari ya kisukari ya aina ya pili ni mambo kama na hayo: uzito kupita kiasi. Wakati unakuwa na uzito kupita kiasi, utakuwa umekuwa mtu ambaye atakuwa mwenye kuwa na aina ya pili ya kisukari. Kitu kingine ni kufanya mazoezi. Kitu kingine ni ulaji usio na afya. Kitu kingine ni historia ya familia. Na kitu kingine ni amri na mambo mengine ya mwili. Ni muhimu kuelewa kwamba si kila kisukari kusababishwa na kula sukari. Si kila kisukari ambacho kinasababishwa na kula sukari. Tuangalie dalili za kisukari. Mtu mwenye kisukari anaweza kuwa na dalili kama hizo: kiu nyingi, kukojoa mara kwa mara, uchovu na kupunguza uzito bila kukusudia, njaa na kiu isiyokuwa ya kawaida. Hii ni mambo ambayo inaweza kuonekana kwa mtu ambaye amekuwa na kisukari ya aina ya pili. Tuangalie sasa madhara ya kisukari ya aina ya pili. Madhara ya kwanza inaweza kusababisha uweze kuwa na ugonjwa wa macho. Ingine uweze kuwa na ugonjwa wa figo na wa moyo na wa ubongo na wa neva. Hii ni madhara ya kisukari ya aina ya pili. Sasa swali inatokea, je, mtu anaweza kuzuia kisukari? Mtu anaweza kuzuia kisukari? Ni namna gani mtu anaweza kuzuia kisukari? Sio aina ya kila kisukari ambayo inaweza kuzuiliwa, lakini ile ambayo inaweza kuzuiliwa ni aina ya pili. Kisukari ya aina ya pili ndiyo ambayo unaweza kuizuia katika maisha yako. Sasa namna gani unaweza kuzuia kisukari hiki? Kuna kanuni 5 ambazo zinapaswa saidia kwa ajili ya kuzuia kwa ajili ya kisukari hiki. Kanuni ya kwanza ni kula kwa afya. Msikilizaji mpendwa, unapokula vizuri
na utajisaidia sana. Na kula kwa afya ni kuzoea kukula sana mboga, unazoea kula sana nafaka, unazoea kula matunda, unazoea kula vile na kunde. Itasaidia ili uweze kuepuka na kujizuia kwa ajili ya ugonjwa wa kisukari. Kanuni ya pili ambayo itakusaidia kwa ajili ya kuzuia kisukari ni kufanya mazoezi. Yule ambaye anafanya mazoezi anajizuiza kwa ugonjwa huu wa kisukari. Twende kwenye kanuni ya tatu. Kanuni ya tatu ambayo inapaswa kusaidia kwa kujizuia kwa kisukari ni kudumisha uzito unaofaa. Yaani unaweza kuwa mtu ambaye anakuwa napima kila siku uzito wake ili uweze kuambatana na miaka yako, uweze kuambatana vile na kimo chako ili uweze kujiepusha na magonjwa haya ya kisukari. Kitu cha nne ni kupima afya yako. Ndugu mtazamaji unayependelea kutusikiliza, ili kupashwa uwe ukienda kwenye wataalamu wa kiafya kwa ajili ya kuwa na pima kisukari na kwa ajili ya kupima damu yako ili uweze kuwa vizuri, uweze ukiishi vizuri bila ugonjwa huu wa kisukari. Kanuni ya tano ni kuacha tabia zinazoharibu afya, kwa kunywa pombe na kwa kuvuta sigara. Unapojizuia na hivyo utakuwa umejisaidia sana kwa ajili ya kusaidia ili usiwe na ugonjwa huu wa kisukari. Na tukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 10 shairi la 31 ambayo inasema ili uweze kutunza afya yako inaomba uweze kufanya kila jambo lolote kwa utukufu wa Bwana.